Nyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Ulikuwa naulizia kuhusu vile kauli ambayo imezoeleka, wanakwambia kwamba eti mtu akiaga sijui kuna vijicho, kuna fitina. Je, katika hivyo vijicho, swali kwenye linakuja, vinaweza vikasababisha kuharibika kwa safari yako? Nashukuru. Swali lake anauliza, anasema kuna watu hawaagi, anapokuwa na dili lake, anapokuwa anaondoka haagi, na sababu kubwa anaogopa vijicho. Kwa hiyo swali lake anauliza, ni kweli mtu akiaga vijicho vinaweza kumharibia safari yake? Ndio swali lake. Ndugu zangu Waislamu, kama Muislamu anayesali vitano, anayemwamini Mwenyezi Mungu kwamba la ta'khudhuhu sinatu wala naum, kwamba Mungu achukuliwi na usingizi wa fofofo wala ule mdogo, anayemwamini Mwenyezi Mungu kwamba masha Allahu kana, anachotaka Mungu kiwe kinakuwa, wa ma lam yasha lam yakun, asichotaka kisiwi hakiwi. Kama unaamini hayo na ukaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio aliyokuandalia yale aliyokuandalia na yajua yeye, na ukaamini ya kwamba halitokupata isipokuwa lile ambalo Mungu kaliandaa na ametaka likupate, na ukafanya sababu sawa na sunna sahiha kwa mtume wetu Muhammad, ukadumu na adhkaru sabaha wal masa, ukadumu kwa kila siku unatekeleza dhikri za asubuhi na jioni, aga unaimwaga kijicho kitakufanya kitu sawa. Jamani, kwa nini? Kwa sababu binadamu kule ambako akili yako utaishigamisha ndiko utaelekea. Ukijiweka mwakili kwamba mimi nikiaga wataniroga, utarogwa kweli. Sijui kama naeleweka watu wakijua dini langu hili wataliharibu, utaharibika kweli. Kumbe mtegemea nani? Alafu uzifanye sababu za kisheria. Basi ni kweli binadamu wengi si wazuri, lakini halikupati isipokuwa lile limekuandikia nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Swali langu nilikuwa naulizia, unapeana mkono hapo. Naam. Ikiwa ni kafiri vipi? Unapata thawabu? Iwe ni kafiri vipi? Unakusudia thawabu, unakusudia dhambi kupunguchika? Dhambi kupinani. Kwa kafiri? Mimi Muislamu nampa kafiri mkono. Kwa kafiri maana yake atakuwa poze. Wewe mpe si mwanaume mwenzako. Mimi lakini mimi kufanyaje? Zile thawabu na zile dhambi zitapunguchika, la shaka. La shaka. Ama kwa kafiri yuko mpoze pale. Na ndio maana mimi wanapenda kusema kafiri hana dhambi, kama gisi hana thawabu. Yuko tu mpoze mpaka hiyo siku. Naam, nani mwingine? Naam, mimi napenda kuulizia kwa, lakini nieleweke, mwanamume anampa mwanamume sende kugusi mwanamke, hapana. Isipokuwa kama ni mke wako, isipokuwa kama ni binti yako, isipokuwa kama ni mama yako, yule ambaye ni mahram kwako sawa, lakini wengine hapana. Naam. Mimi napenda kuuliza kuhusu Waarabu wengi wana tamaduni wakisalimiana wanapeana mkono alafu wanaubusu. Ile ni mila, sio sunna. Ile ni mila, na Uislamu haujakataza mila nzuri. Kama jinsi Waganda katika mila yao mwanamke hawezi kumpa mwanamume maji wala nini, isipokuwa anakuwa kama amepiga goti vile, sio tatizo. Wala useme ndio mila yao ni hivyo. Kama jinsi ilivyokuwa mila ya Kiswahili miaka hiyo, sisi tunalelewa na baba zetu. Ulikuwa huwezi kumwamkia mtu mkubwa shikamoo hivi kwa distance, yani kwa umbali, haiwezekani. Mila ilipokuwa anakwambia njoo shike kichwa, tena ukigusa anakwambia shika na kidevu. Ndio ilikuwa mila, lakini leo mimi siyaoni, naona kwa nenda napotea. Kwa ndio mila. Na ngoja kwanza usichaji maji. Na maswali mawili ya haraka haraka. Ndio. Swali la kwanza ngaulizia aya ya walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish illa al-lamam. Naam. Al-lamam nataka nijue nini? Saghairi dhunub. Allah amechukua dhamana, anasema wale ambao wanajitenga mbali na madhambi makubwa, alladhina yajtanibuna kaba'ira, wale ambao wanajitenga mbali na madhambi makubwa, illa al-lamam, isipokuwa wale madogo madogo. Je, madogo madogo ujitenge ujuavyo, yatakugusa. Na ndio malengo ile hadithi ya Mtume alisema kullu bani adamu
khata. Kila mwanadamu ni mwenye kukosea, ni katika haya madogo madogo. Haya madogo madogo ni lazima. Hata maswahaba walikuwa wanakosea, kwa sababu ndio umbile la mwanadamu. Lakini vile likapaku vile, hiyo inakuwa imevuka sasa. Sasa Mungu anachukua dhamana kwamba ukiachana na vile vikapaku, kwa kuwa haya madogo madogo utayaanguka hemo, Mungu anasema mimi nitakusamehe na hayo madogo madogo. Na iko aya nyingine hata katika sura An-Nisa, Mwenyezi Mungu anatia sharti hiyo, anasema in tajtanibu kabaira ma tunhauna an, ikiwa kama mtajitenga mbali na vile dhambi vikubwa ma tunhauna an, ndivyo katazwa na sheria dini. Allah anasema nukaffira ankum sayiatikum, aya mengine madogo madogo nitakusameheni, wa nudkhilkum mudkhalan karim, na tutakuingizeni katika pepo. Kwa hiyo ili usamehe madogo madogo, bila vikubwa usiwemo. Kwa hiyo madogo madogo Mungu anafanya nini? Anafuta. Ama ukiwa na vile vikubwa, yani kinyume chake kwamba na haya madogo madogo yatakuwepo, hayatafutiwa. Allah atulinde na tuepushe. Na Sheikh, swali la pili nimesikia, lakini napenda nikuulize wewe, nisikie majawabu kutoka kwako. Usikie kwangu mimi. Ya. Kula nyama ya kenge ni sunna? Naam. Kula nyama ya ambambe, kenge ni sunna. Lakini mimi sintaila. Mimi sintakula. Sintakula. Lakini mwenye anaweza kula ale ni sunna. Na dalili tunatumia ni hadithi kwa Sahih Muslim, ukila dhabi ala maidati rasul, iliniwa kenge kwenye meza ambayo na mtume alikuwa anakula, lakini mtume anakula chakula kingine na kenge iko pale na kanyagwa na wanaume. Maswahaba wanamtazama mzee hagusi, anakula wengine lakini na kenge hagusi. Mpaka Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu akashtukia, mbona mzee hagusi hii? Lakini Khalid alikuwa anakula. Khalid akamuuliza mtume, ya Rasulullah, akaishika ile kenge. Wakawa wanakula. Aharamu na hadha? Hii ni haramu? Mtume anasema la, sio haram, walakin qaumi la taarifu. Sasa lakini mimi kule nyumbani hatujui hivi. Ndio maana na mimi simtakula juice. Kwa hiyo baba analeta kenge nyumbani. Maana kuna wengine wana tabia na akifika kwenye mahfali ya harusi na hasa kwa chakula cha kujipakulia, yani bila oga, yeye anauliza huyu ni mtu gani? Wakimwambia hivi na hivi mwekee na huo. Matokeo sasa akishana nyumbani amelala, vingine vinapita mapua, vingine ya kile ambacho kuzoea acha. Sawa jamani. Kwa hiyo ni sunna, kula kenge ni sunna kwa sababu ililiwa na yeye ilitoka ni takrir au takrirat, yani mambo ambayo yalitendwa na maswahaba na mtume yuko hapo, kisha mtume hakuyakataza, yanachukuliwa kuwa katika sunna. Kwa hiyo mwanaweza kula akale, lakini mamba ni haramu, wala mtu asileti yake kwamba kenge na mamba ni kama karibu vile, hasa kakiwa mamba katoto. Mamba ni haramu na yajuzu. Naam Yesu. Naam Sheikh, salamu liko katika salamu vile vile. Kuna tabia ambayo imezoeleka, mtu mheshimiwa kiingia tumekaa anasimama katika salamu, tunasimama tu tunampa msalimia, lakini mwingine wa kawaida tunaitika kama kawaida tu tumekaa. Yaani kama tumekaa hapa mfano. Akija mheshimiwa tunasimama. Anasimama tu tunampa mkono. Asidona tu mfano hapa tuko hivi. Akiingia tunasimama. Eti mtasimama. Huko fasi vinafanyika. Sio dalili, sio fasi. Dalili sio fasi. Dalili ni mtume kafanya hakufanya. Uislamu umeridhia kuridhia basi. Sawa jamani. Inategemea. Mfano ni sehemu mmealikwa, mnaenda kuongea na rais wa jamhuri. Tuchukue hivyo. Au waziri mkuu. Na desturi ya nchi, kama nchi anapoingia mtawala kama huyo, lazima watawaliwa wafanye nini? Simama. Usionekane wewe mkaidi, lazima utasimama. Lakini tuje kwenye dini yetu sasa. Kwenye dini sisi hapa. Tuko hapa anaingia mufti au kadhi, hatusimami. Tunasimama nini? Tuta mtume alikuwa wasimama. Lakini tukiwa kule tukasimama kwa sababu mila iko kule. Lakini kwa hapa hatutasimama. Naam, na swali lingine la mwisho hapo. Naam. Mfano kwenye mila za Wahindi huko. Za Wahindi. Mtu kija wakimsalimia mtu, anakuja anainama kwenye magoti, amesimama, anakuja anacheka kwenye magoti, kwenye chini, kwenye vidole vyake vya miguu. Anagusa fona kama vile mwenye anamshika kichwani basi. Tumesema hata Uganda vipo, ndio mila. Kwenye mila maadamu hasujudu anagusi. Tulichokatazwa ni kumsujudia binadamu mwenzako.
Sio alama ya nani? Yes, kwa alama miongoni mwa alama ya sijida. Kama atasujudu ndio haijuzu. Lakini kama ni kuteremka na kuhusu mikono, la sio mila yao. Hakuna tatizo. Tulichokatazwa ni kusujudu, na kila Muislamu anajua kusujudu ni aje. Sio na kufananisha wala nini. Kwa maana kila Muislamu mtu akisujudu anajua yuko kufanya nini? Kasujudu. Sio masuala kusema mbona hakuna ya mbona kasujudu au hakusujudu. Kwa hiyo tulichokatazwa na dini ni kumsujudia mwingine. Mtume alisema wazi kwenye hadithi. Alisema lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'a an tasjuda li zawjiha lihiqqi azim ilayha au kama qala rasul. Mtume anasema lau kuntu amiran, kama ningekuwa na uwezo wa kumwamrisha mmoja wenu an yasjuda li ahad, amsujudie mwingine, Mtume anasema la amartu almar'a, ningemwamrisha mwanamke ambaye yuko ndani ya ndoa an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha amsujudie mume wake. Lakini huko mwanzo anasema sina uwezo kumwamrisha mume. Kwa nini? Anasema Mtume li haqqi aizami haqqi, kutokana na uzito wa haki za mume kwa mke. Kama ningekuwa na uwezo kumwamrisha, ningeambia we usujudie, lakini kwa sababu sijida kwenye ummati Muhammad ni khaswa kwa ajili ya Allah. Ama nyumati zotangulia, kuna nyumati ambayo sijida ilikuwa inajuzu kusujudia viumbe. Kama zama za Adam, nadhani mnaelewa, Allah aliwaamrisha malaika wafanye nini? Wamsujudie, kusujudu li Adam, kwa sababu ilikuwa inajuzu. Lakini kwenye ummati Muhammad haijuzu kumsujudia isipokuwa nani? Allah. Kwa hiyo mila yote itakavyokuwa, kama itakuwa kusujudu la yajuzu. Lakini kama ni mwingine kinyume na sijida, inajuzu. Inategemea. Hapa hiyo karatmeni akiingia kwenye nani au mazoezi lazima afanye kama mwenye anamuinamia fulani, ishara inajipana kwanza hiyo nini kwanza, afu ndo tuje. Na anauliza kwenye manini karate wanavyosema. Ndugu zangu Waislamu, kuna mengi huwa hatupendi kuyasema kwenye madarasa kwa sababu tutawapeleka mbali. Tutawapeleka mbali na kuna wengine mtashindwa kuelewa. Tunahofia kuwavuruga. Mchezo wa karate watu tunachukulia ni mchezo tu wa ngumi na nini na hivyo, lakini wale waasisi wa ule mchezo, nifuate vizuri, wale waasisi wa ule mchezo ambao waliasisi ule mchezo unanasibiana moja kwa moja na dini yao. Wale ambao nyinyi mnaita wa Shaolin kule, wale wazee mnaona wako na vipara, wakati mwingine wako na bunukta kwenye kichwa, ile ni dini. Na alhamdulillah Jamia Islamia Madinatul Munawwara katika kulia tu ad-da'wa usuluddin sana thalith, kulia ya dawa na principe de l'Islam, darasa la 3 universite, kuna mada wanafunza inaitwa madatul adyan, somo ambalo linasomesha dini tofauti. Na huyu Kristo wanausomesha, Kristo uko hivi na principe zake, na Uyahudi tulisomeshwa, na hiyo dini wanaita ni Confuciusia, ni dini. Yale mnapoona wakitaka kupigana wanakuwa vile wamerukuu kidogo, na wakati mwingine wanakaa mkao kama watahiyatu, na wakitaka kama vile kusujudu wanatia mikono hivi, alafu wanasujudia kwenye hii, na akiinuka anatia mikono kama mwenye amekaa mkao wa rabbi ighfirli, na anafunga nini? Macho. Nyinyi mnasema kwamba anakokota esprit, ni dini. Sasa wewe ukiingia kwenye mchezo ukakaa unaviigia, waweza kujikuta uko unahitaji bila kujua. Sio kama naeleweka? Kwa hiyo kuna mengine kama hayo huwa hatupendi kuyasema sasa kwa sababu tutawachanganya. Kwa hiyo kama unaona yale kaka ni dini ambayo wanaita ni Confuciusia. Hata ile muulizo la mwanzo ambayo ni Hindu, wanaita Hindu, al-Hindusia ni dini. Ile Krishna mnasikia wanaimba Krishna ni kisalamu, wao wanaita kimungu. Yale wanayopaka hapa ni katika itikadi zao, ni dini. Kwa hiyo kuna watu tu wana tabia na yeye dada akipana na yeye anaona amechelewa na daktari yuko na ritadi.
bila kujua. Ndio maana mashehe wetu wafanye kazi, wafunze watu waingie msikiti, darasa ziwe nyingi. Naam shehe, niko na swali hapo kwa kuachana aga kwa kuaga mtu. Naam, pako hadithi zingine zinasema tufiche neema zetu tuko nazo. Naam, kwa sababu kila mwenye neema hakosi kumhusudu. Bila shaka hadithi sijui hapa kwa hizi hadithi mbili zinakutana aje hapo? Mbona ziko neema ziko wapi? Wewe unaagaga na katika kuaga unaagaga watu wote. Kuna wengine wanaoga tu uja stakia jewelry yangu, si wapo? Wewe mwenyewe utake jewelry yako, muache hivyo hivyo, alafu ile nyingine muaje. Nadhani nimejibu. Hata mashehe ndio mashehe wanaaganaga, ni mashehe kwa mashehe baadhi, sio kwa wote. Ndio hivyo, dunia imechafuka shehe, dunia imechafuka, sio wote. Ndio unaweza kumuuliza, mimi chemi sigara iko wapi? Mimi najua kwenye yuko, lakini sitakwambia. Na pengine wewe mwenyewe unashangaa sasa, anajua penyewe yuko lakini hatakwambia. Lakini unaweza kaja kuniambia unajua kama shehe fulani hayuko, sitaki kutaja jina mwingine. Alafu mimi nikashtuka, kwani yuko wapi? Kwa sababu yake ni yake. Ndio hivyo, huwezi kuwa na haraka na watu wewe nani, hata mtume haikuwezekana. Na hapa tumesoma alikuwa analiaga jeshi la Kiislamu, kwa sababu maswahaba ndio sio wengine wote. Watu wamechafuka. Naam. Sheikh, kwanza barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kuna kipengele kwenye hadithi kinasema hivi, tanatharat khatayahuma kama tanathar waraq ash-shajar. Kama yatanathar waraq ash-shajar. Kaza kupeana mikono. Naam. Kama tunakumbuka siku za nyuma palikuwa ugonjwa wa mpox. Palikuwa ugonjwa na. Ndio. Katika kutupa mafunzo hapo umetuambia ile kupeana 5 nini 5 haijuzu. Naam. Lakini katika hali ya prevention ili labda maradhi nini, japo kwetu ilikuwa ijawa na impact kubwa. Lakini kwa mtu aliona habari sehemu nyingine iliathiri watu nani vikali, ili tupate ujira wa kufutia madhambi na la kupeana tano sababu yani prevention tunafanya nini? Mmemsikia? Kuna wakati nafikia waganga ndio wenye fani yao, hilo sio la mashehe sasa. Waganga ndio wenye fani yao, wanasema kutokana na haya maradhi ya mkizi yenyewe hapo. Mfano amezungumza, mfano kuna Ebola miaka ya nyuma 2019 palikuwa ugonjwa tulikuwa tunaita COVID na sana. Ikaonekana kwamba watu wasipeane mikono. Waganga wamesema kwamba kupeana mikono hii joto si ndio hivyo Kwanza dini inasema nini kwenye hilo swala, ikiwa kama waganga wamezungumza hivyo, waganga madaktari, dini inasema lazima tutii. Tuko na kaida ya usul fiqh inasema shahadatul khabiri fil mas'alati tu'tabaru hukmu, ushahidi unaotolewa na expert wa hiyo mas'ala dini inaijengea iko hukumu. Kwa hiyo expert wa maradhi sio shekhe, ni daktari, ni mganga. Madama kisha onyesha kwamba inaambukia, tayari lazima tuchukue prevent, sio ya kujilinda tusiambukizwe. Kwa hiyo nabakia swali lake, anasema sasa tunapata aje ule ujira, kwa sababu malengo ni ujira. Sawa jamani? Malengo tutapata ujira hata kama hatukugusana hivi. Mara tumesema ni kuigiza. Hata kama mkisalimiana mkao tu kwa mbali tutapata ujira, kwa sababu innamal a'mali binniyat. Allah anatulipa kutokana na nia. Kilichotuzuia kupeana mikono ni kwa sababu tumeshaeleza kwamba kuna nini? Kuna hatari. Sawa jamani? Ndio dini inakwenda hivyo. Naam, nani mwingine? Naam, tumaliza mpeo. Swali langu ni hapo kwenye kulinda Uislamu. Ndio, tulinde sana. Nimegundua kama sehemu kubwa ni kukosa kupata nafasi ya kuuliza maswali. Na kukosa nafasi ya kuuliza maswali. Lakini leo alhamdulillah tumejaliwa kupata nafasi ya kuuliza maswali. Ni kuhusiana na aya ya kusema huwa mmoja, wawili mpaka wanne na kuja kwa mmoja. Lakini zama hizo walikuwa na vijakazi. Sisi hujazaliwa huko. Lakini sasa tumekuja kuzaliwa wakabadilisha kama ile aya kawa ile vijakazi wakatolewa tukaletewa yaya wakatuambia kwamba sisi aturuhusi. Na zama zile walikuwa wanaweza kujiazima wenyewe, walikuwa na mmoja, walikuwa wanabakia kwa mmoja, wanabakia kwenye vijakazi. Lakini sisi kwenye yaya tukaonekana kama hatuwezi kugusa yaya. Imekaaje tofauti ya kijakazi na yaya? Astaghfirullah. Kwenye hili swali kila kijana lazima amke na masikio yake wazi.
Allah anasema fankihu ma taba lakum minan nisa, oweni mnaowapenda katika wanawake, katika wanawake, minan nisa, katika wanawake. Lazima sifa ije kwa wingi, kwa sababu wanawake ni wengi, na ndio maana Mungu akaanzia mathna wa thulatha wa ruba. Waliosoma ndio wanajua annat wal manut, sifa wal mawsuf. Kitaja kitu unataja na sifa yake. Kwa hiyo hivi vitu kivitaja kwa wingi na sifa yake inakuja kwa wingi. Kwa hiyo Isa ameenda mbali, anasema miaka hiyo yeye hajazaliwa. Kwa hizi aya zilikuwepo, wanaishia kwenye wanne, lakini wakawa wanaruhusiwa na vijakazi. Sawa? Kwa lugha nyingine abagurano, baba kenyezi. Mkirundi tunaita hivyo. Les esclaves, wanawake. Leo esclavage hakuna, Uislamu ulikataza hicho kitu. Uislamu umekataza, na hata ulimwengu wa kileo Umoja wa Mataifa umekataza swala la kuuzisha watu. Hakuna masuala ya esclavage. Kwa hiyo wanasema maadamu hili lilitoka, kuna watu ndio wanasema yeye walichukua maadamu wale vijakazi ilikuwa ni wale wanaopatikana mwa zile njia za kununuliwa hivyo. Kumbe leo ni kama wayaya. Naposema yaya nakusudia baby sister, yani wale wanawake wanalea watoto wa nyumbani, ndio huku Burundi tunaita wayaya. Kwa hiyo anaonyesha kwamba kumbe kama mtu ana mmoja wawili anaweza acha hiyo habari. Hiyo itakuwa ni zina. Aya haijasema yaya. Aya haijasema wayaya. Abadan. Na kwa sababu walikuwa wananunua. Leo tamnunua wapi Isa? Wapi? Ile ni malipo ya kazi. Samani kidogo. Ndio nataka nikupe majibu. Tofauti ya yule na huyu tunaita yaya. Yule ulikuwa unamnunua pesa yako wewe, anakuwa wako wewe. Kwa lugha nyingine, na hata Mungu akimfungulia akamiliki mali, ile mali ni yako pia, kwa sababu na yeye ni miliki yako. Ama huyu wa leo naita yaya wewe, huyu ni mfanyakazi wako. Wewe hujamnunua, wewe umemwajiri. Kwa hiyo ni kwamba yeye anakufanyia kazi, wewe unamlipa nini? Mali. Kama jinsi ukifikia ukashindwa kumlipa, anafanya nini? Anakwenda. Lakini yule alikuwa hawezi kwenda popote mpaka wewe muache huru, kwa sababu ni milki. Na ndio maana Uislamu ukaja ukabipiga nini? Mkasi. Leo hakuna, utamnunua wapi? Ndio maana msigeuze. Hili swala ni muhimu, maana kuna mibaba isiyokuwa na aibu inabundia wayaya, na mengine amewapiga mimba, na ukiambia kwambia ni Mungu kuniamini, huyu ni kijakazi wangu. La, yule baby sister sio kijakazi abadan. Kwa hiyo atakayefanya hivyo ni zina, na mbele ya Allah ni mazito, kwa sababu kwa yaya ni moja miongoni mwa dhambi kubwa sana kuliko kuzini hata na mwingine wa barabarani, bali miongoni mwa madhambi makubwa ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa akajibu. Sahaba alimuuliza, ya Rasulullah, ayu dhambi a'zam, ni dhambi gani ambayo ni kubwa mno? Akajibu, na kwanza anasema antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa, ni kumjalia Mungu na kingine, yani kwa wengine kumshirikisha Mungu na muabudu Mungu na kingine, ili hali Mungu ndiye alikuumba. Kisha sahaba akamwambia thumma ay, akamwambia baada ya hiyo ingine kubwa dhambi ni wapi? Mtume akasema antazni bi khalil jarik, antazni bi khalil jarik, kuzini na mke wa jirani yako. Mke wa jirani, ile zina ile ni ashadu kuliko kuzini na mwanamke wa mbali, ingawa yote ni haramu. Unajua kwa nini? Kwa sababu huwa jirani kile chochote cha barabarani ni mporomoko, yaani kila wakiwa hawapo wenye hawapo unafanya nini? Kwa hiyo urahisi ni mwingi sana. Ndio maana dini kakazia. Tofauti ya yule utaanza shughuli uende mara umkute mara umkose. Sasa kama dini imekataza wajirani, huyu wa ndani ambaye ni kutingana tu na mke wako kama hayuko, acheni vitu hivyo jamani. Hiyo ni zina wala yajuzu. Allah atulinde na atulindie familia zetu. Naam. Nadhani na wendo wa mwisho. Naam. Maneno kama sallallahu alayhi wasallam, alayhi salam na radiyallahu anhu yanaweza kuwa yalianzaga wakati kuelewa. Anza mwanzo. Naam. Maneno kama
sallallahu alayhi wasallam. Moja hilo sallallahu alayhi wasallam. Alayhi salam. Ni hayo hayo umeyageuza. Twende taratibu kwanza. Sallallahu alayhi wasallam. La pili radhiyallahu anhu. Hata mnakoga mnajibu hivyo. Twende kwanza moja kwanza. La kwanza ndaje? Sallallahu alayhi ndio la kwanza. La pili alayhi salam. Ili alayhi salam na sallallahu alayhi wasallam ni moja. Naam. Naanza tu sallallahu alayhi wasallam. Sasa waligeuza alayhi salatu wassalam. Ni lile na radhiyallahu anhu. Mwenyezi Mungu amridhie. Ile linasema kwa swahaba. Ndiyo. Kwa swahaba. Ama sallallahu alayhi wasallam au alayhi salatu, hiyo ni kwa mtume yeyote. Awe ni Muhammad, awe ni Isa, yeyote ambaye ni mtume au nabii, ndio linakuja hivi. Ama radhiyallahu anhu, Mungu amridhie, hilo ni kwa swahaba. Na kwa nini? Hapana kwako au kwangu. Kwa sababu ziko aya nyingi, radhiyallahu anhum wa radu an. Mungu aliwaridhia na wao kamridhia. Mungu mwenyewe atoa ushahidi. Ama mimi na wewe hatujui tumeridhiwa au tujaridhiwa. Lakini tumwombe Allah atujalie miongoni mwa wale wapata radhi zake. Swali langu lilikuwa ni hayo maneno yalianzaga kutumiwa wakati gani? Tumeshasema. Mimi nadhani tumeshajibu. Labda ulikuwa unasema ukufuata, lakini tumeshajibu. Tumesema yeye radhiyallahu anhu yako ndani ya Qur'ani, toka Qur'ani inashuka. Kasoma hata suratul Bayyina ambayo inaita lam yakun. Maana najua kila mtu anaijua. Aya iko pale, Mungu amewaridhia. Na wewe umemridhia. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alishawaridhia, ndani ya Qur'ani ametajwa sana. Kwa hiyo ilianza kuanzia zama hizo. Na hizo alayhi salatu wasalam toka zama za mtume alikuwa akiwataja mitume wenzake waliotangulia, alikuwa anasema hivi alayhi salatu wasalam. Ongeza lingine. Rafiki yangu ni mfanya maasi. Anafanya maasi. Na yupo anafanya maasi. Akifariki, naweza kumwombea dua mpaka akapata pepo. Swali nzuri. Rafiki yake ni mfanya maasi lakini Muislamu. Ndiyo. Akifa, wewe unaweza kumwombea dua mpaka akapata pepo. Dua gani kwanza ni mbingu zote? Mwenyezi Mungu msamehe na umpe pepo. Naam? Mwenyezi Mungu msamehe na umpe pepo. Unaamini kama Mungu anamwadhibu mtakaye na anamsamehe mtakaye? Ndiyo. Unaamini kwamba kufa na yuko mfanya maasi sio maana ya kwamba ni wa motoni? Ndiyo. Unaamini? Ndiyo. Lakini hujui ataenda wapi? Sijui. Haujui. Lakini Mungu anajua. Wewe ni chombo na Mungu, muombe dua. Ndiyo. Basi. Hayo mengine hii ya kwangu ndio itamponyesha au haitomponyesha. Sio majukumu yako. Wewe omba tu. Sawa jamani. Alafu tuwe na tabia kuombeana dua, tuko hai. Msisubiri watu wamekufa ndio muombe dua. Yuko hai muombe. Na dua nzuri ni ile ambayo unamuombea mwenzako na hajui kama unamuombea. Hiyo ndio nzuri. Ile ambayo unamuombea mtu atakwambia niombee, hiyo ndio nzuri. Allah atulipe mengi mazuri sote. Inshallah kwa leo tuishie hapa, alafu Mungu akipenda kesho tukijaliwa tukutane tena hapa, alafu tuendelee. Lakini nakuhusieni lile limeanza. Tulinde sana Islam ndugu zangu, Islam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم الدين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة. ابن نمر ميديا أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.